الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام، والحمد لله الذي هدانا بالإسلام، والحمد لله الذي أرسل محمدا بدين الإسلام ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون كثير من الناس، الصحة والفراغ. Ndugu zangu, neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi hazina hisabu. Lau kila mmoja wetu anachukua kitabu na kalamu akaanza kuandika zile neema ambazo Mwenyezi Mungu ameturuzuku sisi moja baada ya nyingine, hauwezi kufikia kikomo. Mwenyezi Mungu anasema: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, lau mtazihisabu neema za Mwenyezi Mungu juu yenu hamwezi kufikia idadi yake. Ni nyingi kupita kiasi. Hata hii khutba moja haitoshi kueleza hizi neema. Ndugu zangu, namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyowapenda binadamu na anavyotupenda sisi Waislamu hasatan, ameturuzuku mambo mengi sana. Neema ya kwanza miongoni mwa neema kwetu sisi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi kuwa ni binadamu. Hakukuumba wewe na mimi kuwa ni ng'ombe aliyofungwa kamba, ndugu zangu, au ni ngamia ambaye yuko kwenye jangwa kwenye joto kali, au kombomwiko anaishi chooni. Amekuumba wewe na mimi kuwa ni binadamu, na huyu ndo kiumbe bora katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, miongoni mwa viumbe. Hii ni neema kubwa sana ndugu zangu. Baada ya kukuumba wewe na mimi kuwa ni binadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatujalia sisi kuwa ni Waislamu. Neema ya Uislamu, ndugu zangu Waislamu, hakuna mmoja wetu hapa aliandika barua kwamba nataka awe Muislamu, wala alituma maombi rasmi kwamba naomba nijaliwe miongoni mwa hii umma. Ni kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi katika dunia hii ambaye hawajaipata hii neema, bado wamo katika ukafiri wao, wamo ndani ya ushirikina wao. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbih. Yeyote miongoni mwenu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameikunjua kifua chake akaimimina Uislamu ndani yake, huyu yumo ndani ya nuru ya Mwenyezi Mungu, yumo ndani ya nuru ya Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu, hii neema ya Uislamu ndio tikiti yako ya kuingia naye peponi. Hao ambaye bado hawajasilimu, hii tikiti hawajakabidhiwa bado, paka labda ikiwa ataslimu. Ndio unapomuona kafiri yoyote kule nje, usimkufurishe hadharani mbele ya watu ukamdhalilisha, ukamfedhehesha. Yako kubwa wewe ni kumfanyia da'wa na kumuombea dua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye apate kumuonesha na amjalie awe miongoni mwa umma. Kwani huyu kafiri ambaye yuko kule nje, lau anakufa katika ukafiri wake, basi hana chake ndugu zangu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema inna dina inda Allahi al-Islam, dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Wa man yabtaghi
ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeyote ambaye atakayefuata dini isiyokuwa Uislamu hatokubaliwa, na siku ya kiyama atakuwa miongoni mwa watu wenye hasara. Kwa hivyo wewe na mimi ndugu zangu tumetunukiwa hii neema ya Uislamu. Jifakhiri na Uislamu wako, usione haya kujifananisha na Uislamu, usione haya kuishi kama Muislamu. Leo malasafu shadidi, kuna baadhi ya Waislamu anaogopa hata kujiita jina la Kiislamu, anaogopa kuvaa kama Muislamu, anaogopa kuishi kama Muislamu, anaogopa kuvaa hijabu ya kisheria. Anaona nikivaa hii mimi nitahadhirika. Hata kuna baadhi ya watu katika Waislamu hawezi kuvaa kofia, hawezi kuacha ndevu. Hii ndo tikiti yako ya peponi ndugu zangu, unapotembea katika ardhi hii. Kama alivyosema Imam Ahmad bin Hanbali, irfa' ra'saka fa innaka muslim, inua kichwa chako juu ndugu yangu Muislamu, wewe ni Muislamu. Hii ni neema kubwa ndugu zangu. Kila mara jitahidi kadri ya uwezo kuishi kama Muislamu. Baada ya sisi kujaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia miongoni mwa Waislamu, katika neema nyingine inayofuata akatujalia kuwa miongoni mwa wafuasi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika Ahlus Sunna wal Jamaa tukawa tunamfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni miongoni mwa neema kubwa. Mtu yoyote ambaye anayeshikamana na nyenendo alikuja naye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio unamuona mtu yoyote ambaye leo anayefanya mambo ya bid'a anahatarisha ndugu yangu. Hawa watu ambao wanaofanya vitendo vya uzushi katika hii dini, ndugu zangu, wanaishi katika maisha hatari sana, na siku ya kiyama ndo fedheha itakuja kujitokeza. Ndio unaona mara nyingi tunapoongelea mambo ya watu, jamani, tahadharini na mambo ya bid'a, acheni mambo ya uzushi. Haya mambo Mtume hakuyafanya. Ni kwamba sisi tunataka kuwaokoa hawa ndugu zetu. Wanaona kwamba sisi labda tunawakufurisha. Hakuna mtu anamkufurisha mtu hapa, wala hakuna mtu anamtoa mtu katika Uislamu, lakini tunakutahadharisha ndugu yangu, haya mambo ambayo unayafanya wewe, ambaye Mtume hajawahi kufundisha wala ndani ya dini hamna, shekhe, siku ya kiyama utajikuta mahali pabaya sana. Kama Mtume wa sallam alivyosema katika hadithi ambaye aliyopokea Bi Aisha, Mtume wa sallam anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Mtu yoyote ambaye atakayefanya jambo la uzushi ambaye haikufundishwa katika hii dini, ndani ya Qur'ani hakuna, Mtume mwenyewe hajawahi kufanya, wala maswahaba hawajawahi kufanya mbele ya Mtume, na Mtume akainyamazia, haijawahi kuwepo, akaamua kuyafanya haya, Mtume anasema atarudishiwa mwenyewe. Na ndio pale Mtume sallam anatahadharisha na mambo ya bid'a, akasema wa iyyakum wal muhdathatil umur, tahadharini na mambo ya uzushi ndugu zangu. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila kinachozuka ni bid'a, wa kulla bid'atin dalala, na bid'a zote ni upotovu ndugu zangu. Mtume anasema bid'a zote ni upotovu. Unajua hawa ndugu zetu ambao wanaofanya mambo ya bid'a, hauwezi kuwaona katika khutba zao, katika darasa zao, katika mihadhara yao wanazitaja hizi hadithi ambayo inahusiana na hatari ya mtu kufanya mambo ya bid'a, kwa sababu itawagonga wao wenyewe. Na wewe ukiizungumza hii mambo ya hadithi ya mambo ya bid'a, wanakuona wewe ndio ambao ufahamu, wanasema huyu jamaa hajasoma bado, hajaelewa maana yake, sio hiyo. Wao ndio ambao wanaifahamu kila kitu maana yake. Na Mtume hapa anasema bid'a zote ni zote ndugu zangu. Ikiwa unasema sio zote, itabidi ulete dalili nyingine ambayo inaonyesha kwamba sio zote. Mtume anasema wa kullu bid'atin dalala, na hapa ndo mahallu shahid ndugu zangu, wa kullu dalalatin fi an-nar, na upotovu wote unampeleka mtu motoni. Hii ni maneno yake Mtume ndugu zangu. Mimi sina haki ya kumuingiza mtu katika moto wa jahannam, lakini mtu yoyote ambaye anayefanya mambo ya uzushi ndugu zangu, Mtume anasema huyu bwana atakwenda motoni, mwisho wake ni motoni, nari jahannam. Na mahali pa hatari ndugu zangu, kama hadithi aliyopokea Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu. Hii ni hadithi katika Sahih Muslim.
Ni hadithi ndefu, lakini Abdullah ibn Abbas anamuuliza Mtume, ya Rasulullah, tutakupata wapi siku ya kiyama? Kwa sababu siku ya kiyama watu watakuwa ni wengi. We fikiri toka mtoto wa kwanza wa Adam mpaka mwisho wa ulimwengu, watu watakuwa kiasi gani jamani? Watu watakuwa wengi vipi? Nyumati ya watu, ndugu zangu. Sasa maswahaba wanamuuliza Mtume kabisa kabisa, ya Rasulullah, tutakupata wapi sisi siku ya kiyama? Hii ni hadithi ndefu, lakini Mtume akawaambia, jambo la kwanza, mtanipata kwenye haudh. Alafu kuna riwaya ambayo inasema vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja, mtanipata kwenye mizan na mtanipata vile vile kwenye sirat. Maana yake hizi ni sehemu ambazo Muislamu atakuwa anahitajia usaidizi kwa kweli. Ndio Mtume atakuwa anapatikana hapo kutaka kuwasaidia watu. Hii haudh maana yake ni birika ya maji. Na hii maji yake inatoka peponi. Inatoka kwenye mto wa bwana Mtume, mto aliopewa zawadi Mtume, Al-Kauthar. Inna a'tainaka al-Kauthar. Al-Kauthar maana yake ni mto aliopewa zawadi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inatoka peponi hiyo maji. Inatoka peponi, inakuja inaingia kwenye hii al-haudh. Hii haudh Mtume anasema urefu wake na upana wake ni sawa. Ni sawa na mtu kutoka hapa kwa urefu wake kusafiri kwa ngamia kwa muda wa mwezi nzima ndio ufike mwisho kule. Na hivyo hivyo upana wake na kurudi na kwenda mbele. Hii haudh Mtume anasema maji yake ni nyeupe kuliko maziwa. Wa hiya ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal. Na ni tamu hii maji yake kuliko asali. Na maji yenyewe mtu yoyote ambaye atakayekunywa ndani ya haudhi ya bwana Mtume sallam hatopata kiu milele, na inanukia kuliko harufu ya miski. Sasa Mtume anawaambia maswahaba, kumwambia Abdullah ibn Abbas, sisi Waislamu tutakutana hapo kwenye haudh. Sasa sikizeni ndugu zangu, hatari iliyopo kwa watu ambao wanaofanya mambo ya bid'a. Siku ya kiyama Waislamu watakapokuwa nakimbilia kwenye haudh, Mtume atakuwa akiwaambia, ashabi, umma wangu jamani, hao ndio watu wangu hawa. Atalingana mwenye kulingana ndugu zangu, na atamtahadharisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, atamwambia, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wa hujui wewe bwana Mtume Muhammad, baada ya wewe kuondoka hapa duniani hawa watu walizusha nini baada ya wewe kuondoka duniani. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam ataanza kuwafukuza watu baada ya kupewa alama zao. Mtume ataanza kuwafukuza watu pale, atamwambia, wewe ondoka, wewe fulani ondoka, ulifanya matendo fulani ya bid'a, wewe fulani ondoka, ulifanya matendo fulani ya uzushi. Wataanza kufukuzwa mmoja baada ya mwingine. Ndugu zangu, wewe fikiri kwa bid'a ambayo unaifanya hapa duniani, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama aje akufukuze wewe kwa sababu ya kupuuza haya mambo. Ndugu zangu, unayapuuza kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo wewe kuwa miongoni mwa ahlus sunna wal jamaa, hii ni neema kubwa sana ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutunuku sisi. Na wewe ambaye leo unaongeza vitu na ni dini, ndugu zangu, msikize Mwenyezi Mungu anavyomtahadharisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anamwambia bwana Mtume katika surati al-Haqqa, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, wewe Muhammad, wewe lau utaongeza vijineno katika ile wahi ambayo tunakuteremshia sisi, ukaongeza mengine yako. Imamu Swabuni katika safa tafasiri anasema, lau utaongeza vijineno au ukapunguza mengine, basi Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, utaona chemtemakuni wewe. Jaribu kuongeza kitu katika wahi ambayo tunakupatia, ama upunguze mengine uone chemtemakuni. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, la akhadhna minhu bil yamin, wallahi tutakushika kwa mkono wetu wa kuume. Maana yake wewe Mtume, wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutakuumiza vibaya sana wewe. Thumma laqata'na minhu alwatin,
kisha tutakata uti wa mgongo wako. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, na hakuna yeyote katika hawa maswahaba ambao watakusaidia wewe. Huyu ni mtume wa Mungu ambaye ni kipenzi chake Mwenyezi Mungu, ndio kiumbe bora katika dunia hii, khairu khalqillah. Hakuna kiumbe aliyokuwa bora katika dunia hii kuliko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anamwambia jaribu kuongeza kitu huko ndani uone cha mtamakuni. Ndio itakuwa mimi na wewe ambaye ni watu wa kawaida tu. Ndugu zangu, kila siku unaambiwa mambo ya bid'a haya, unasema niliwakuta wazee wangu wanafanya. Ndio mambo ambayo tumeyakuta mtaani, unaona watu wanafanya, wewe unafanya kama wao. Ndugu zangu, tahadhari, hili ni jambo la hatari kubwa sana. Mwenyezi Mungu akikujalia wewe ni miongoni mwa watu ambao wanaoshikamana na sunna za Bwana Mtume, hauongezi kitu wala haupunguzi kitu. Hizi vitu vya bid'a, ndugu zangu, kwa nini tuzozanie ndani yake? Kwa sababu ni wazi katika dini hakuna. Mbona tuzozani kuhusiana na swala, hii swala inafaa kuswaliwa ama haifai? Mbona tuzozani juu ya nyama ya kondoo ni halali ama ni haramu? Zaka, hija, saum ya Ramadhan, hakuna mtu anazozana kwa sababu ni kitu iko wazi. Hizi vitu ambavyo hamna katika dini, haya ndo ambaye tunawatahadharisha mandugu zetu. Ndugu zangu, neema za Mwenyezi Mungu ziko nyingi na hatuwezi kumalizia. Ndugu zangu, miongoni mwa neema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallam anasema man ahdatha minkum, Mtume Muhammad sallam anasema man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu quta yawmihi fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Mtume sallam anasema mtu yoyote miongoni mwenu ambaye atakayeamka asubuhi na ana vitu vitatu katika maisha yake. Ukiwa na vitu vitatu hivi unapoamka asubuhi, basi Mtume anasema ni sawa sana kwamba hii dunia yote imeletwa kwenye vidole vyako vya mikono hapa. Maana yake wewe umeimiliki dunia nzima. Hakuna mtu tajiri kuliko wewe. Ya kwanza, Mtume anasema aminan fi sirbihi, umeamka asubuhi ile hali ya kuwa uko ndani ya amani katika sehemu ambayo upo. Uko ndani ya amani nyumbani kwako, uko ndani ya amani kazini kwako, uko ndani ya amani mtaani kwako, uko ndani ya amani katika barabara unaitembea, uko ndani ya amani katika nchi yako. Basi hii ni miongoni mwa neema kubwa sana. Leo ni wangapi ambaye hawana amani katika manyumba yao? Ndugu zangu, mtu nyumba ni yake, ameinunua mwenyewe ama ameijenga au labda amekodisha, lakini hana amani. Hana amani yeye na mke wake, hana amani na watoto wake, hana amani na jamaa zake, hana amani na wazazi wake. Wallahi, hizi nyumba ndugu zangu ambao tunaishi ndani yake yamewekewa dirisha na milango. Hizi dirisha na milango imetustiri wengi ndugu zangu. Lao madirisha haya yanaondolewa katika manyumba haya na milango yake, sisi wengi wetu hapa tutaadhirika. Tutaadhirika ndugu zangu. Wewe unapoona ndani ya nyumba yako kuna amani, hii ni miongoni mwa neema kubwa sana. Wangapi miongoni mwetu ambao hawana amani makazini mwao ndugu zangu? Mtu kazi ni yake, biashara ni yake, yeye mwenyewe labda ni tajiri lakini hana raha. Hana raha, yumo ndani ya dhiki tu, kila siku ni kulipa madeni, kila wakati anakimbizana na wafanyakazi, kila mara hawezi hata kucheka na mtu. Wewe hujawahi kuona watu ambao wanaimiliki dunia hawacheki kazini mwao ndugu zangu? Hawezi kucheka na mfanyakazi wake wala na mteja wake, anaona akicheka naye ni udhaifu. Hana raha hata kama anaimiliki dunia. Wangapi miongoni mwetu ambaye hawana amani mitaani mwao ndugu zangu? Kuna baadhi ya mitaa katika mji wetu huu ndugu zangu, ikifika saa 12 jioni lazima uwe ndani ya nyumba. Ukitoka nje basi unahatarisha. Salati al-maghrib huwezi kuswali msikitini, salati al-isha, salati al-fajr huwezi kuswali msikitini. Kuna baadhi ya mitaa katika miji zetu hizi ndugu zangu unaweza ukatembea mpaka alfajiri, hakuna madhara yote. Lakini wangapi ambao hawana amani katika barabara ambao wanaitembea? Ima uko ndani ya gari yako hauna amani, uko juu ya pikipiki hauna amani, unatembea barabarani. Wangapi ambao leo wamedhulumiwa mabarabarani haya? Mtu amepigwa kabari barabarani, amefanywa khiana, amemagiwa damu yake maskini, ameibiwa mali yake, ameibiwa gari yake. Watu hawana amani mabarabarani.
Na ni wangapi ambaye hawana amani katika nchi zao? Watu wanaishi chini ya mabomu. Palestine, katika nchi ya Syria, sasa hivi ni Sudan. Tanzania juzi imetokea ndogo tu. Angalia ulimwengu leo inavyokuwa inahangaika, ndugu zangu. Na lau kama si amani, sasa hivi sisi tusingekuwa tumekaa hapa, ndugu zangu. Tungekuwa tunatafutana hapa. Kila mtu hapa ni nafsi nafsi. Hautojali watoto wako wako wapi, wazazi wangu wako wapi, mke wangu yuko wapi, mume wangu yuko wapi. Kila mtu ni mbio. Na huko anakokimbilia mwenye hajui anakimbilia wapi. Saa nyingine anakokimbilia ndo kwenye hatari na yeye mwenye hana habari. Kwa hivyo umeamka wewe, alhamdulillah, asubuhi uko ndani ya amani, ndugu zangu. Kisha aminan fi sirbihi, umeamka ilhali ya kuwa uko ndani ya amani katika hizi sehemu. Muafa fi jasadihi, umeamka asubuhi, jambo la pili, ilhali ya kuwa uko na afya mwilini, ndugu zangu. Afya yako ni njema, huna maradhi yoyote. Mashallah, moyo wako inadunda damu sawa, mapafu yako inapumua hewa inavyotakikana, figo yako inasafisha damu inavyotakikana, matumbo yako inasaga chakula vizuri, magoti yako inaweza kwenda na kurudi, akili yako timam, macho yako inaona. Hii ni miongoni mwa neema kubwa sana. Ndio unaona mtu anapopewa neema ya afya, amepewa neema kubwa sana miongoni mwetu, ndugu zangu. Ndio Mtume wa sallam katika hadithi yake anasema, anawaambia Waislamu, sallallahu al-afwa wal-afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin min al-afiyah. Kila mara muombeni Mwenyezi Mungu awasamehe madhambi yenu na Mwenyezi Mungu awapatieni afya, awaruzukuni afya. Kwani hajapewa mmoja wenu baada ya imani, baada ya yaqin, kuliko afya, ndugu zangu. Hii afya yako Mungu amekutunuku, itumie katika njia ya kujikaribisha kwa Mola wako. Na intakana hii afya uilinde, ndugu zangu. Leo takwimu inaonesha Waislamu wengi wanakuja kuilinda afya yao wakati imeshapotea. Sasa ndio unamuona mtu anaanza kuilinda afya yake. Wewe unangoja mpaka afya yako ipotee ndio uanze kuilinda, ndugu yangu? Bado uko nayo, ilinde hiyo afya. Na uchunge unakula chakula aina gani, unakula chakula kiasi gani, wakati gani wakula, masala ya kufanya mazoezi, masala ya kutembea. Linda afya yako. Funga saumu za sunna Jumatatu na Alhamis. Si ungoje mpaka afya yako imeshapotea. Sasa ndio unamsikia mwanamke anamwambia mwenzie, nasikia hii saumu ya sunna huwa inasaidia hii maradhi ya sukari. Anasikia manake. Unaonaje tuanze kufunga sasa? Hakuna ubaya. Lakini kwa nini unangojea mpaka afya yako imeshapotea sasa ndio unaanza kuyafanya haya mambo? Kwa nini ukiyafanya toka mwanzo ukailinda hii afya? Ndugu zangu, kwa sababu hii afya ni kitu kikubwa sana. Wewe ukiwa huna afya, hata kama hii dunia unaimiliki, wewe ni bure kuliko watu wote. Wewe ni mtu ovyo tu, basi inaonekana kweli fulani fulani anaishi katika nyumba nzuri, maisha, lakini kumbe hakuna mtu taaban, ndugu zangu. Kuna watu wanaugua huko nje, ndugu zangu. Ikiwa mtu hajui thamani ya afya alionaye, atembee hapa Kenyatta Hospital, aende Mama Lucy Hospital, aende akaangalia namna watu wanavyohangaika na afya zao. Hii afya ambayo mimi na wewe leo tunaichezea, ndugu zangu, kuna watu wako tayari kuinunua kwa pesa na hawezi kupata. Mimi na wewe tumepewa bure. Tumekwenda kule Kenyatta kutembelea wagonjwa. Tumemkuta mgonjwa mmoja, waliyadhu billah, anaugua maradhi hatari sana. Kijana miaka 28, anaugua maradhi ya mkojo wake haitoki. Anapotaka kukojoa ile mkojo haiwezi kutoka. Sasa wakati anapotaka kukojoa mkojo umejaa na mkojo yenyewe haiwezi kutoka. Ile uchungu ambaye bwana alikuwa akisikia pale hospitalini, akipiga kelele mpaka utafikiri malakal maut anaitoa roho yake. Yule daktari ambaye tulikuwa naye akatuambia, kwa bahati mbaya mmempata mgonjwa anayeugua maradhi kama hii haja ndogo. Kuna wale ambao wanaugua maradhi kama hii haja kubwa. Unataka kutoa haja kubwa haitoki, ndugu zangu. Mtu anakuambia leo ni wiki nzima sijapata choo. Wewe leo ukija tu hapa msikitini ukapata kuna foleni ya watu kwenye sehemu ya kwenda kukidhi haja kwenye chooni pale. Na labda saa nyingine tumbo yako imekorogeka, au labda unataka kuharisha, utakuwa ndani ya dhiki ya sigani, ndugu zangu. Hujui usimame ukae. Lakini ukishaingia mle ndani ukakidhi haja yako, ndugu yangu, wewe ni mfalme, ndugu yangu. Hii afya yako inatakana uilinde sana na uichunge hii afya
ni kitu kikubwa sana katika maisha ya Muislamu. Muafa fi jasadihi indahu quta yaumihi. Umeamka asubuhi, uko ndani ya amani katika sehemu ambayo uko ndani ya amani katika afya yako, wewe uko na afya, na umeamka asubuhi. Jambo la tatu, unaye chakula chako cha siku ya leo. Chakula yako ya leo uko naye wewe. Basi ikiwa wewe unaye vitu vitatu hivi, Mtume anasema fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, ni sawa na kwamba dunia yote hii imeletwa kwako wewe kwenye vidole vyako vya mikono. Ndio unaona chakula chako ni ya siku ya leo. Chakula chako ni ile ambayo umekula, hiyo ndio yako. Yale mengine ambayo umeyarundika kwenye fridge, ukaweka stoki ya samaki, ukaweka stoki ya kuku, nyama, baadhi ya mboga na mengine nafaka kwenye store, saa nyingine yatakuja kuliwa na watu wengine, wewe usiweze kuyakaribia hayo. Yako ni hii ya leo, ndugu yangu. Ndio pale Mtume Muhammad sallam katika hadithi ndani ya Sahih Muslim anasema, yaqulu ibnu Adam mali mali. Binadamu kila mara anaongea mbele ya watu, anasema mali yangu, mali yangu. Jamani, nyumba yangu, watoto wangu, shamba yangu, pesa zangu, ardhi yangu, gari yangu, mke wangu. Mtume anauliza swali, anamuuliza huyu binadamu, wa hal laka ya ibnu Adam min malika? Binadamu, wewe una mali yako kweli? Wewe una mali yako kweli? Katika hii hadithi Mtume anasema mali yako ni vitu vitatu. Mali yako ni vitu vitatu. Illa ma akalta fa afnait. Mali yako ni ile ambayo umeshakula ukashiba, hiyo ndio yako. Haya mengine umeyarundika huko, saa nyingine usiweze kuyakaribia wala kuyafikia, yatakuja kuliwa na watu wengine. Au labista fa ablait. Mali yako ni vazi ulovaa ikawa kuukuu, hiyo ndio yako. Yale mengine ambayo umeyarundika kwenye kabati, saa nyingine atakuja kuvaliwa na watu wengine, ndugu zangu, wala usiweze kuyafikia. Tena angalia, mtu anapofariki, hata mwili wake haijaanza kuoshwa, mwili wake haijaanza kuvishwa sanda, watu wamejitokeza, wameanza kuitisha vitu vya mzee. Wanasema bana, miwani yake mzee ni yangu mimi bwana. Mwingine anasema ile saa yake ni yangu, mwingine anasema ile kofia yake ni yangu. Anajitokeza mjomba, anasema ile kanzu yake ni yangu. Anajitokeza ammi, anasema ile kikoi yake ni yangu. Haujaanza kuoshwa, maana yake ilikuwa si yako hii. Wewe unadhania tu si yako. Yako ni ile ulovaa mpaka ikawa kuukuu. Au tasaddaqta fa amdait. Mali yako ni ile ambayo umeitolea sadaqa. Umeitolea sadaqa, ukawa unangojea malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio unaona mtu yoyote ambaye anayetoa sadaqa katika njia moja au nyingine, ndugu yangu, siku ya kiyama atakwenda kujuta sana kuona ile malipo ilivyokuwa kubwa. Kwa sadaka ndogo alotoa, atasema ya laiti ningelijua ningetoa zaidi. Ya laiti ningelijua ningetoa zaidi. Ndio unamuona maiti anapofariki, anapoonyeshwa ile thawabu ya sadaka yake, anamuomba Mwenyezi Mungu amrudishe tu siku moja angalau, arudi akatoe sadaka. Anamwambia Mwenyezi Mungu anasema, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Naomba unirudishe kidogo tu ya Allah, niende nikatoe sadaka. Si niende haji au niende nikaswali au niende nikafanya, niende nikatoe sadaka tu, namna atakavyoiona malipo ya sadaka yake itakavyokuwa kubwa. Sasa ndio unaona ndugu zangu, sisi hapa itakana tujibidishe sana kutoa sadaka, ndugu zangu. Leo wengi wetu sisi hapa tumezoea kupewa tu. Wewe utatoa lini wewe? Kila siku unapewa tu. Wewe utatoa lini ndugu yangu? Weka ratiba. Na kila mmoja wetu apange ratiba ya kutoa sadaka ndani ya nyumba yake. Kwanza, hakuna sadaka iliyokuwa na ujira na iliyokuwa nzito, inafungua milango iliyofungwa na inafunga milango ya shari katika maisha ya mtu, kama sadaka ya chakula. Sadaka ya chakula, ndugu zangu, wayut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Toa sadaka ya chakula. Leo katika nyumba yako inapikwa chakula, ndugu yangu, kila siku inapikwa.
ongeza maji kwa ajili ya jirani. Ndio Mtume anavyotufundisha hivi. Ongeza robo kilo kama uwezo upo kwa ajili ya kutoa sadaka. Ongeza nusu kilo, kilo nzima ikiwa uwezo upo. Wacha watu waje wale pale nyumbani. Hata mfanyikazi wako anatakana ale chakula unachokula wewe. Mfanyikazi wako, askari wa mlango, unamuona kuna mtu hapa mtaani, mtu msikitini hali yake duni, mwambie njoo kila siku nyumbani kula. Njoo. Nini ambaye atazidisha huyu bwana wala atapunguza? Hakuna. Na wakati mwingine umeona wewe watu hawapo, Mwenyezi Mungu amekujalia katika wiki hii umepata biashara nzuri, nunua ration ndogo ya chakula mpelekee mtu. Kilo 2 ya sukari, kilo 2 ya ngano, kilo 2 ya ugali, kilo 2 ya mchele. Mpelekee mtu, hata mfanyikazi wako wakati mwingine mpe. Usingoje mpaka wewe leo unaona nguo imeshakuwa kuukuu. Mkate umeoza wewe mwenyewe huwezi kula. Chakula makombo imelala, mpeni chokora hiyo. Haina kheri ndugu zangu. Pamoja na kwamba lazima utaitoa hiyo nguo, lazima utaitoa hiyo chakula ilolala, lakini mpe mtu kitu unachopenda wewe. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hamtopata wema. Albirra huna ya ikhwat aliman bimaana aljanna. Hamtoipata pepo ndugu zangu mpaka muyatoe mnachopenda nyinyi wenyewe. Kisha tuweke ratiba angalau kwa wiki utoe sadaka ya pesa. Shilingi 20, shilingi 50, shilingi 100, 300, 500, 1000 kwa uwezo ambaye upo. Na wakati mwingine kwa wiki mara 2 mara 3 utatoa sadaka ya pesa ikiwa kuna haja kufanya hivyo. Kisha kwa mwezi mara 1 tutoe sadaka ya nguo ndugu zangu. Leo sisi sote ambayo tumekaa hapa, wewe una nguo ngapi ndani ya kabati yako ndugu yangu? Aliyekuwa na nguo chache miongoni mwetu hapa labda chini sana ni nguo 200. Wala havai mpaka inabadilika rangi. Sasa angalau kila mwezi vuta nguo unaipenda wewe. Mtafute maskini mpatie. Ukimpata Muislamu sawa, ukimpata sikuwa Muislamu mpe vile vile. Ni sehemu ya dawa hiyo. Hata mfanyikazi wako unamuona hali yake duni, mavazi yake taabana na anavaa mavazi ya ajabu ajabu hapa, mpe nguo huyu. Ni sehemu ya sadaka hiyo. Hii ndo mali yako ndugu zangu. Ndugu zangu, Nabii Musa alayhi salam, unajua Nabii Musa aliwahi kuwaambia watu wake waikumbuke neema Mwenyezi Mungu juu yao. Nabii Musa anawaambia watu wake, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi udhkuru ni'matallahi alaykum. Enyi watu wangu jamani, ikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu juu yenu nyinyi. Idh ja'ala fikum anbiya. Katika hii aya Nabii Musa anawatajia neema 3. Neema ya kwanza, idh ja'ala fikum anbiya, Mwenyezi Mungu alipowajalieni nyinyi manabii wa kupandiana. Katika asri Nabii Musa walikuwa wanakuja manabii wa kupandiana ndugu zangu. Akitoka huyu anaingia huyu, akitoka huyu anaingia huyu, na saa nyingine wanakuja 2 kwa pamoja, saa nyingine wanakuja 3, 4 kwa pamoja. Neema iliyoje hii ndugu zangu. Leo kama maswahaba ambao walimpata mtume wakati wake na wakamwamini mtume, ni neema iliyoje hiyo ndugu zangu. Leo unaishi na mtume ambao umemwamini wewe, ni neema iliyoje. Anawakumbusha hiyo neema. Idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Hii ni neema ya ajabu sana. Kisha Mwenyezi Mungu akawajalia nyinyi Bani Israili, nyinyi nyote ni wafalme. Inakuwaje mtu anakuwa mfalme ndugu zangu? Hii aya inatafsiriwa na hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kuna sahaba mmoja aliwahi kumfuata huyu Abdullah ibn Amr. Huyu sahaba ni katika wale miongoni ambao walihama Maka kwenda Madina. Anamfuata Abdullah ibn Amr, anamwambia ya Abdullah, alasna min fuqara'i al-muhajirin. Sisi si miongoni mwa watu maskini katika watu waliohama Maka kwenda Madina, mafukara kabisa. Sasa sikiza jawabu ambaye Abdullah ibn Amr ibn al-As anampatia huyu bwana. Ndio unaona ndugu zangu, hawa maswahaba inatakana tuwafanyie heshima ya hali ya juu sana. Na hakuna mtu anaweza kuingia kwenye viatu vya maswahaba kwa kila kitu. Kwanza kielimu, sahaba mmoja ndugu zangu, hao unasikia mtu leo amesoma katika university
ni profesa wa mathematics, professor of science, professor of agriculture. Ukisikia mtu ni profesa hapa duniani, ni profesa katika elimu moja tu. Elimu zingine zero kabisa, bure, hajui chochote ndugu zangu. Lakini sahaba mmoja, unajua profesa wa maprofesa wote duniani alikuwa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hajui kusoma wala kuandika, ni ummi, lakini elimu zote imetokana naye. Kila nyanja ya elimu mtume ndo ambaye ameanzisha ndugu zangu. Sasa unajua ni kwa nini hawa maprofesa wa duniani na maendeleo yote haya na utandawazi na mitandao na mauniversity, mavyuo vikuu, hawawezi kumfikia sahaba mmoja kwa elimu? Kwa nini unajua? Kwa sababu mwalimu wao hawa masahaba alikuwa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikishakuwa mwalimu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafunzi watakuwaje ndugu zangu? Ndio huyu Abdullah ibn Amr anamwambia huyu bwana ambaye anakuja kumlalamikia kwamba yeye ni katika miongoni mwa watu maskini, afanye mpango wa kuweza kumsaidia, wamchangishie. Mfano wake ndio hiyo. Abdullah ibn Amr ibn al-As anamwambia huyu bwana, alaka zawjatun ta'wi ilaiha, wewe una mke nyumbani ambao unarudi kwake yeye kila mara, unapata baadhi ya mambo? Anasema, akamwambia naam, mimi na mke nyumbani. Akamuuliza swali la pili, alaka maskanun taskunu, wewe una sehemu ya kuishi naye huyu, nyumba umekodisha au nyumba yako mwenyewe? Akamwambia naam, niko na nyumba yangu. Basi Abdullah ibn Amr ibn al-As akamwambia, fa anta min al-aghniya, wewe ni miongoni mwa matajiri hapa duniani. Ule bwana akamwambia Abdullah ibn Amr ibn al-As, waliya khadimun yakhdumuni fil bait, mimi na mfanyakazi ambaye anatuhudumia ndani ya nyumba. Abdullah ibn Amr ibn al-As akamwambia, fa anta min al-muluk, basi wewe ni miongoni mwa wafalme hapa duniani. Ndio Nabii Musa anawaambia watu wake, idh ja'alakum wa ja'alakum muluka, na Mwenyezi Mungu akawafanya nyinyi kuwa ni wafalme. Maana yake mtu yoyote ambaye ana mke nyumbani na ana sehemu ya kuishi naye na ana mfanyakazi ambaye anamhudumia, huyu ni mfalme katika dunia hii. Na sisi wengi hapa ni wafalme ndugu zangu, wala hatuna shukrani. Wewe leo mwanamume unatoka nyumbani saa 2 asubuhi, unamwacha mke wako huko nyumbani, ndo anafanya kazi yote huko, anakufagilia, anakupikia, anakuandalia, anakuoshea, anakusafishia, anakupakulia. Wewe ukifika katika mlango wa nyumba, umerudi kutoka kazini jioni, unakaribishwa na juice ya machungwa. Ndugu yangu, karibu mume wangu, pole kwa kazi bwana, maji ya moto tayari, ingia ukaoge. Unaingia unaoga, ukitoka ukivaa kikoi, unapata chakula imeshatandikwa. Wali wa pojo, unajua wali wa pojo ndugu zangu? Na mchuzi wa nyama nzito. Ukimaliza kula unakaa juu ya kiti, hujakaa sawa, umeletewa chai ya rangi, kahawa chungu, umeletewa chai ya maziwa ya ngamia nzito, mara umeletewa matunda, alafu unaletewa ice cream. Wewe kama si mfalme, wewe ni nani ndugu yangu? Na bado sisi wengi wetu hapa hata shukrani hatuna. Wewe lini mwisho uliwahi kumwambia mke wako, asante kwa chakula nzuri ambao umenipikia? Mke wangu, nakushukuru kwa maandalizi ambao umeniandalia mimi, umejifukiza kwa ajili yangu, umeandaa mazingira masafi sana kwa ajili yangu. Lini mwisho uliwahi kumshukuru mke wako? Na hawa wanawake vile vile, wengi wao watajikuta motoni siku ya kiyama kwa sababu hawana shukrani na waume zao. Hawana shukrani ndugu zangu. Ndio Mtume anasema, qad uritu an-nara faraitu aktharu ahliha an-nisa, mimi nilioneshwa moto wa jahannam na wengi waliokuwa mle ndani ya moto ni wanawake. Mtume anaulizwa kwa nini, anasema, fa innahunna yukthirna al-la'na wa yakfurna al-ihsan wa yakfurna al-ashira, kwa sababu wanazidisha sana kulani, wanawalani waume zao, wanawalani watoto wao, hawana shukrani na ihsan ambao wanafanyiwa, hawana shukrani na waume zao. Mume anahangaika maskini huyu, anabeba vitu kwenye mgongo wake, anajitahidi kutoka nyumbani asubuhi, anarudi nyumbani na jioni na tabu zote hizi, alafu siku moja anakuja kumkosea mke wake kosa moja tu. Mwanamke anamwambia mume wake, wallahi kwa miaka 30 ambayo nimeishi na wewe katika hii ndoa, sijawahi kupata khairi yoyote kwako wewe.
Ndio unaona wanawake wengi hao watajikuta kwenye moto wa jahannam. Kama kuna moja ndugu zangu, wanaona wakati tumeshalikata tayari, tumehudhuria kwenye kikao cha sulhu, mtu na mke wake wamekosana. Mwanamke anamwambia mume wake, wewe unanihesabu mimi ni mke ndani ya nyumba hii? Mimi si mke bwana, mimi nikijingarika tu umeitia ndani ya nyumba. Mke ni mke wa fulani, jirani yetu, maana anaashiria jirani. Yule ndo mke yule, mimi ni kitu gani? Yule bwana mke wake anavaa dhahabu kutoka utosini mpaka kwenye vidole vya miguu, na kila wiki anabadilisha mavazi, anabadilisha nguo. Mimi ni kitu gani? Hii nguo gani kwanza umenipa mimi? Hii ni matambara tu. Anamwambia mume wake, hii nyumba ambayo uko wewe unanifikiri ni nyumba umenitia, hii ni kibanda tu. Kibanda anamwambia. Na hii nyumba mume wake amemnunulia na pesa zake za halali. Huyu mwanamke anamwambia, nyumba ni nyumba ya fulani bwana, jirani. Kila chumba ina master bedroom, ina choo yake na bafu yake, na kila ukiingia chooni kuna kila aina ya sabuni ya shampoo. Kitanda yenyewe ni 7x7. Hii yangu unaniwekea hapa 4x6 hii. Itanipeleka wapi? Yule mume anamwambia mke wake, yule ambao unayemsema wewe, hiyo nyumba hiyo amenunua hiyo nyumba kwa pesa za riba. Mimi nimekununulia na pesa zangu za halali. Mwanamke anamwambia mume wake, wewe ukingojea vya halali utakufa maskini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hii ndio hali ambayo leo wanaume wengi wamewasukuma wanawake wengi wamewasukuma wake zao, waume zao katika hali kama hii, mpaka umefikia mahali pabaya sana. Kwa hivyo leo ndugu zangu, sisi wengi wetu hapa tuko na neema nyingi Mwenyezi Mungu ametuneemesha. Labda nimalizie moja tu ndugu zangu, ambaye ni muhimu kwa kweli. Naona wengine wamekaa kwenye jua, naombeni radhi kwa hilo. Kuna bwana mmoja katika mji mmoja hapa Kenya aliugua maradhi ya dimu sana, maradhi ambaye si ya kawaida, maana haipatikani kwa watu wengi. Maradhi ya kukosa usingizi, hawezi kulala. Amebadilisha madawa ya kumpa usingizi, mpaka madawa haya sasa hivi daktari amemwambia tena haiwezekani baada ya hapo. Sasa hivi ni lazima ufunge safari, tukufungie safari upelekwe Ujerumani ukafanyiwe matibabu ili usingizi wako uweze kurudi. Wewe fikiri ndugu yangu, mtu leo masaa 24 hawezi kulala, namna macho ilivyokuwa nyeusi, yuko ndani ya hofu, hana raha maishani. Wewe unajua ukikosa usingizi ndugu zangu, unaweza ukanoki akili. Binadamu anapokosa vitu viwili anaweza akanoki akili binadamu. Ukikosa usingizi masaa 24 ulali, akili yako inaweza ikaruka. Na mtu yoyote ambaye amepita muda mrefu hajafanya kitendo cha ndoa cha halali, ndio unaona hawa vijana nitakana waoe, kwa sababu hakuna njia nyingine isipokuwa hiyo ndugu zangu. Ndio unakuta mtoto wa kike ama wa kiume akifika umri wa kubaleghe anakuwa jeuri, asikii maneno, akiambiwa fanya hivi afanyi, kumbe ni shahawa zake zinamsumbua. Akishaolewa tu ama akioa, unamuona ametulia tena, sasa hivi anafanya kila kitu mashallah bila kuambiwa. Ndio unaona vijana waoe hapa, wengine wamekuwa ni making, yani umri umeshapita kipita kiasi ndugu zangu. Basi huyu bwana anafanywa mipango ya kupeleka Ujerumani. Kuna habari zikaja, akaambiwa bwana, katika mji wa Nairobi kuna daktari kutoka Uingereza ni hodari sana matibabu haya. Basi ikabidi aletwe Nairobi ili afanywe matibabu na daktari kutoka Uingereza, Nairobi Hospital. Na mimi ndo ambaye nilikwenda kumpokea airport huyu bwana. Wallahi daktari alimwambia huyu mgonjwa, ili tuweze kurudisha usingizi wako ilivyokuwa zamani, ni lazima tukupige umeme wa kichwa. Yani hii matibabu ndugu yangu na maradhi kama haya, usimuombe hata adui yako, usimuombe. Basi bwana, mimi nilikuwepo hospitalini ndugu zangu. Ilichukuliwa waya ya stima ikatiwa hapa sijui wapi, ikatiwa kwenye stima ikaekwa on. Shoti ya kwanza hiyo ndugu yangu, ile uchungu ambayo bwana alisikia, la haula wala quwwata illa billah, na wala usingizi haikuja. Akapewa madawa ya kupunguza maumivu. Baada ya wiki daktari anasema atapigwa shoti nyingine ya pili. Akapigwa nyingine ya pili, maumivu yakawa mbaya zaidi kuliko ile ya kwanza, na wala usingizi haikuja. Usingizi ilikuja baada ya shoti ya tatu. Ndio sasa huyu bwana akaanza kupata usingizi.
Mimi na wewe unapanda juu ya kitanda kulala, ndugu zangu, dakika 2 ni nyingi, umeshaanza kukoroma wewe. Wakati mwingine unasoma adhkari zako ukiwa kitandani, mara umebebwa na usingizi na adhkari ndani yake. Wakati mwingine unazungumza na mtu, kumbe wewe umeshakwenda kitambo. Hii kama sio neema ni nini hii, ndugu zangu? Ni miongoni mwa neema kubwa sana unatakana kuilinda hiyo. Leo kuna baadhi ya watu malasafu shadid wanakuja kuiharibu neema ya usingizi ambayo Mungu amempa bure hii, kwa kutumia baadhi ya uraibu mpaka usingizi wake unapotea. Ima anajihusisha katika mambo ya mihadarati, anajihusisha katika mambo ya kunywa pombe, anajihusisha katika mambo ya kutafuna miraa, anajihusisha katika mambo ambayo ya kutumia madrugs haya, na anajihusisha katika mambo mengine ambayo yanahatarisha usingizi wa mtu, kama kuchukua madeni haya, hasatan madeni ya riba haya. Mtu analipa deni mpaka usingizi unakatika. Ndugu zangu, unatafuta nini huko ndugu zangu? Mungu amekupa hii, ni neema kubwa sana. We mwenyewe umekwenda kuiharibu kwa nafsi yako mwenyewe. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, lau ningelijalia hii dunia ikawa ni mchana peke yake, hakuna usiku, ni Mungu gani mwingine ambaye angewaleteeni usiku ambaye mngepata kutulia ndani yake na kupata usingizi ndani yake? Na kinyume chake, lau Mwenyezi Mungu angejalia hii dunia ingekuwa ni mchana tu, hakuna, ingekuwa ni usiku tu, hakuna mchana vile vile kutafuta riziki yenu, ni Mungu gani mwingine ambaye angewaletea mwangaza mkapata kutafuta riziki yenu na kuhangaika ndani yake? Watu wanatakana wamshukuru Mungu sana kwa hizi neema. Ndugu zangu, khutba haikunuruhusu kutaja tunafaa kushukuru vipi hizi neema. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، عباد الله، اوصي نفسي اولا واياكم بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأرضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الهداة المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.